Nimekumisi sana. Nimemisi tabasamu lako. Nimemisi mapenzi yako. Kama ningeweza, ningeamuru wakati urudi nyuma. Ili nirekebishe makosa yote ambayo leo yananipa maumivu. Kwa nini uliniua? Kwa nini uliniua? Hata kama nikisema chochote haitosaidia. Kitu pekee ninachoweza kufanya ni kukuomba msamaha. Kila kilichotokea sikukitarajia. Kitopetope, utapata tabu sana kwenye hii dunia. Kuna kitu hakiko sawa. Alafu huyu mwanangu wa kiume sijajua anaitwa nani hivi. Luba. Kuna vitu anavichimba. Atatuletea matatizo. Kuwa naye makini sana. Sawa. Ukishakutana na Kitopetope hivi karibuni? Hapana, ni muda mrefu sijaonana naye. Hujakutana naye? Sawa. Ila zingatia haswa kile nilichokwambia. Sawa? Luba, nimekuambia sielewi chochote. Sielewi chochote. Hivi mama, hili jambo utaendelea kuweka siri mpaka lini? Hivi unajua siku tunakotembea mama inafikia tu mpaka unashikana na mtu kwa sababu ya vidole ambavyo anakuonyesha. Hivi mama unajua sisi tunasemwa sana.
Hivi mama, unajua kwamba hii familia huko nje ina historia chafu sana? Mamangu, hebu basi niambie, hebu jaribu hiyo siku kuokoa, tufiche hata hizi aibu zetu, basi tujue jinsi gani tunalimaliza mamangu. Kwa sababu kinachoendelea ni aibu. Yaani mama, ni aibu kiasi kwamba mpaka mtu unashindwa kuvumilia huko mtaani mama. Hebu sema basi tulimalize hili jambo mama. Luba, sina cha kukujibu. Kama itaendelea kuwa siri hivi, mimi sina budi kuikimbia hii aibu. Mama, nitakuachia nyumba wewe nao wanao wengine muendelee kuishi. Ila mimi nitashindwa kabisa kuvumilia. Nitaondoka kwenye hii nyumba. Na nataka kuelekea nitajua mimi mwenyewe. Sababu ni hiyo tu au kuna jingine? Utajua muda ukifika. Nilikuwa naulizia kwa Mama Luba. Unapokutana na mtu mzima, anza kutoa kwanza salamu kabla ya kuuliza swali. Sawa. Shikamoo blaza. Sio umri wa kakako, bali ni umri wa babako. Sawa, nimekuelewa. Mama Luba. Ni upoje wa mama? Kusema kweli, mama mwenyewe sijawahi kumuona. Ila mimi nimeelekezwa tu. Ila kumfahamu bado sijamfahamu. Hata mimi mwenyewe simfahamu. Jaribu kuulizia mbele ya safari unapoelekea. Sawa, shukrani. Sawa. Labda ulizie mbele huko. Poa, hamna shida. Mambo yanaendelea kuharibika kwa utani, afu sisi ndio tunasemwa. Sawa. Wewe unafikiri mama ni kitu gani ambacho anaweza anakificha kila siku ambacho sisi hatupaswi kujua? Asa kaka, nikuulize swali. Unavyozani hivi unavyojaa, unavyopanic namna hiyo ndio utapata solution ya matatizo? Mimi na imani ipo siku mama atatuambia ukweli. Lakini haina haja kukoloma, haina haja kugombana naye. Watu wache waongee, wataongea watachoka. Huwezi kuzuia watu kuongea. Tamari, sijakataa mama ni mtu mzima, lakini sisi ni watu wazima pia. Kama tulikuwa tunafichwa tukiwa wadogo, lakini tushakuwa, tunapaswa tujue ni siri gani ambayo ipo kwenye familia yetu. Ili hata mwisho wa siku tusije tukafanya makosa pasipo kujua. Umeona? Ilibidi ili haya mambo inabidi sisi tuyamalize. Tushakuwa watu wazima, sawa? Lakini hatuwezi kuyamaliza bila kujua chanzo ni nini. Okay, sisi ndio tunamaanika mtaani, tunasemwa, tunaongeleka, afu tunaongelewa mambo ambayo hatujui kwamba yani inachanganya Tamari, inachanganya. Waya afiche. Kaka, usizani hata mimi nimekaa hivi kimya kwamba analizika na haya mambo yanaendelea. Hata mimi ananichosha na natamani kujua nini anaficha. Lakini haina haja kugombana naye. Kwanza tunamshushia heshima. Tunavyozozana naye kila siku, nini maana yake? Afule ni mtu mzima, kumbuka, na ni mama yetu. Inawezekana kwa sasa hayuko tayari, lakini atatuambia. Tamari, mimi sioni sababu ya mama kukaa kimya. Na wala usilaumu mimi kufoka, kwa sababu tushakaa naye chini mara nyingi kuweza kujaribu kumuuliza kistaarabu. Hasemi. Wewe unafikiri ni njia gani ambayo tunaweza tukaitumia mama akasema? Mimi nimekuelewa kaka. Lakini naomba tu shusha pumzi zako, shusha jazba. Tuwe tunaongea na mama kiukarimu, tuongee naye kwa utaratibu, na ikishindikana hata tumtafutie mtu mzima. Lakini sio kuzozana naye, kukoloma kama hivyo. Angalia ulivyokuja umejaa namna hiyo. Tunatengeneza, tunabomoa. Subira.
Tamari, subira. Tunasubiri mpaka lini? Tuna muda mrefu tunamlazimisha kusema hichi kitu hataki kusema. Okay, tuendelee kusubiri mpaka lini? Mpaka hajatokea matatizo makubwa zaidi? Siwezi kukaa kimya na nitaliongea mpaka mama aseme nini anachokificha. Sasa unaenda wapi kaka? Wewe Luba. Luba. Haya makubwa tena. Mr. Solomon. Naam. Nimetafakari kwa kina. Ile jambo niko tayari. Kitopetope. Safi sana. Huo ndo wanaume. Sasa mganga alisema twende na picha za watu tunawapenda. Picha. Naam. Za nini? Kiukweli mimi mwenyewe hata sijui. Ila amesema hakutakuwa na kafara yoyote. Okay. Sasa mimi mtu pekee ninayempenda ni mke wangu. Sasa sijui kama picha yake itafaa au la. Hiyo safi sana. Safi sana. Kwa sababu hajasema ni nani. Ila tu unampenda. Basi hilo halina shida. Kwa bila shaka nawe pia utapeleka ya mkeo. Basi ndio ninayempenda. Hapana. Hapana. Nitampeleka mtoto wangu wa kwanza ambaye ni Ruba. Ameshindwa kukuelewa. Sasa kwa nini hata usimpeleke yule binti yako Tamari? Ndio mtoto wa kike peke yake. Bila shaka ndio utakuwa unampenda sana kuliko hata huyo Ruba. Hapana. Kati ya watoto wangu wote kipenda roho ni Ruba. Nitampeleka huyo. Okay. Sasa hii dunia, kwa nini wakati mwingine inakuwa mliacha kufanya? Inawezekana ya kwangu ilikuwa muhimu zaidi.